Endelea kujifunza na kuelewa zaidi kuhusu AI. Kuna swali moja linaloulizwa sana. Swali linaloulizwa ni kwamba sisi kama Watanzania na sisi kama watu wa kiwango cha chini, watu wenye uchumi wa chini, tunafanya nini yani tunanufaika vipi na AI? Umeona? AI ni akili mnemba, yani ni mfumo wa kompyuta ambao unafanya kazi kwa kutegemea data. Lazima uwe na data, sawa, au lazima kuwe na source ya data ili akili mnemba hiyo iweze kufanya kazi. Kwa hiyo inafanya kazi kwa kupull up information. Kuna information ambazo zipo, wewe unafanya njia rahisi ya kusearch zile information na kuretrieve data, na yenyewe inafanya kazi ya kucompare kushoto na kulia, ina compare kulia na kushoto, inaenda deep zaidi kuendana na data ambazo zipo mtandaoni au kuendana na taarifa ambazo umeziweka wewe au taarifa ambazo zipo kwenye vyanzo mbalimbali. Sasa basi, wewe kama mtu wa chini unanufaika vipi na AI? Ukiwa mtu wa chini huwezi kunufaika na AI moja kwa moja, kwa sababu lazima uwe kwenye position ambayo unataka taarifa kutokana na taarifa ambazo zipo. Kuna taarifa ambazo ziko Marekani, sawa? Kwa hiyo unazitaka, unaenda kwenye AI kuretrieve zile taarifa, yani kuzitafuta zile taarifa kwa njia ya haraka zaidi. Umeshanielewa? Kwa mfano, mtu ambaye ni mkulima wa kawaida ananufaika vipi na AI? Hilo ni swali la kujiuliza. Kabla hujajiuliza hilo swali, lazima ujiulize kwamba mkulima wa kawaida ana taarifa zipi, kuna taarifa zipi ambazo anazitaka kwenye AI ili uweze kujua kwamba mkulima ananufaika vipi. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, mwanafunzi wa chuo kikuu ananufaika vipi na AI? Majibu ya haya maswali mawili yanatofautiana, ndio utakapojua kwamba AI inanufaisha vipi watu wa chini. Mwanafunzi wa chuo kikuu anahitaji AI urahisisha comparison ya files, documents, na kwa mfano kuna kitabu ambacho ni soft copy kina kurasa 5000. Tuseme labda novel, unataka usome labda novel yenye kurasa 5000. Kwa kupitia AI unaweza ka speed up ile kusoma kwa kuicommand AI, unaicommand AI generate hit points kutoka kwenye kile kitabu. Kwa hiyo unaiambia AI read this document ambayo ina page 5000, and then create a short summary from 50,000 pages, from 5,000 pages to only 2 pages summary. Sasa kwa hiyo yenyewe inakwenda nasoma and then ina summarize kitabu chote. Kwa hiyo hata kama ulikuwa hujasoma kwa muda mrefu, unaweza ukafanya hivi kwanza kupata picha kwamba hicho kitabu kuna haja ya wewe kukaa chini ukisoma peji zote. Au sasa mkulima wa kawaida anafanyaje shughuli kama hiyo? Mkulima wa kawaida anakwenda, au mtu wa kawaida ambaye ni layman anafanyaje kazi kama hiyo? Anakuwa na uhitaji gani kwenye masuala ya AI? Anahitaji wapi AI? Kujiuliza, kama AI inafanya kazi kupitia taarifa, mkulima wa kawaida atachukua jembe lake aliupload kwenye AI, alafu aiambie AI kwamba generate labda lima shamba heka moja. Haiwezekani. Kwa hiyo lazima uwe na taarifa ili uweze kufanya kazi kwenye AI, au lazima ujue kwamba kuna source ya taarifa ambazo zipo somewhere. Kwa hiyo wewe zile taarifa unazihitaji ndio uende kutumia AI. Hilo ni la kwanza. La pili, kuna modification ya document. Kwa mfano, kuna document ambazo zimefutika, sawa, na unahisi hizo document ziko mtandaoni. Kwa mfano, kama kuna picha ya mtu, labda huyo mtu amekatika kifua, unaweza kwenda kwenye mtandao kusema labda generate a full picture from a short version of this image that I have uploaded, sawa. Yenyewe inaweza kakisia generate the half bottom ambayo ile picha haipo, kwa kufikiria kwamba huyu mtu kama amevaa hivi anaweza akavaa hivi akaendelea chini akawa hivi. Kwa hiyo msaada wa direct kwa mtu ambaye hafanyi kazi ya document, hafanyi kazi ambayo inahitaji taarifa ambazo tayari zipo kwenye AI, haupo. Na kwa tafsiri nyingine ni kwamba AI imekuja kuchukua ajira za watu.
Unaona kuna watu ambao wanafanya kazi maofisini ambao wanahitaji documents kufanya kazi kwa document. Kuna watu ambao ni wanafunzi, unaona, wako vyuo vikuu, unaona, wanapambana kusoma. Kwa hiyo unasoma ili ukumbuke ili ndio ufanye kazi. Sasa AI yenyewe ina uwezo wa kukumbuka vitu vingi kwa wakati mfupi sana. Unaona? Kwa hiyo inaondoa ile na inakumbuka with accuracy ya hali ya juu. Kiasi kwamba hauhitaji tena brain ya binadamu kufikiria. Kwa taarifa nyingine ni kwamba kwa tafsiri nyingine ni kwamba msaada tunaopata kwenye shughuli zetu kupitia AI ni mdogo ukilinganisha na madhara tunayoyapata. Madhara tunayoyapata ni makubwa kwa sababu AI inachokifanya ni kupora kazi za watu. Umeshanielewa? Na hizi AI na zenyewe pia zinatofautiana. Kuna AI ambazo zina accuracy tofauti. Kuna accuracy labda zipo AI wanazipromote wanasema 50% nini? 50% accuracy. Wanapromote 80% accuracy, wanasema 100% accuracy. Na ni kweli zina upeo mkubwa. Zingine hata zinahitaji document, zina hizo taarifa tayari. Sasa ni swala la kufikiria mara mbili kwamba tunajikomboa vipi na tuna move vipi baada ya kuwa na hii swala, baada ya kuwa na AI. Yaani kuna AI, kuna ujio wa AI. Sawa. Sasa sisi tuna survive vipi? Kwa sababu AI lengo lake kubwa ni kuondoa human error. Na human error inatokea kwenye masuala kama ya ajira. Human error inatokea kwenye masuala ambapo akili ya binadamu inatumika. Sasa akili ya binadamu inatumika kwenye wapi? Akili ya binadamu inatumika kwenye expertise, kwenye masuala ya kitaalamu. Sasa kama kwenye masuala ya kitaalamu utawatoa watu ukainstall AI, maana yake kwamba watu wanakwenda kuumia. Umeshanielewa? Kwa hiyo AI imeshakuja, tunajipanga vipi kuitumia, tunajipanga vipi kuishi nayo.